Habari, leo napenda kuongea nanyi kuhusu namna ambavyo head of sections au head wa workstation wanapaswa kufanya role ya implementation and monitoring kwenye mfumo wa PEPMIS. Natambua wengi wa managers au head of sections wamekuwa wakifanya sana role ya kufanya approval ya zile kazi ambazo zimekuwa submitted na watumishi, ambapo ukiingia kwenye module ya implementation and monitoring hapa kwenye employees daily progress, najua wengi wamekuwa wakifanya kazi hapa, ambapo wamekuwa wakibonyeza hiyo button. Unakuta staff ambao wameripoti kwake anakwenda hapa anafanya approval au kuverify kulingana na either yuko kwenye workstation au yupo kwenye headquarters, yani manager kwenye level au head of section kwenye level ya headquarters. Hasa leo nakwenda kushare na nyie role nyingine ambayo nadhani ni vyema managers wakawa wanaifanya au head of sections, kwa sababu head of sections au head of workstation ndio kiungo kikubwa kati ya watumishi pamoja na uongozi wa juu. Kwa maana yake kujua zile kazi zinazofanyika kwa watumishi unaowasimamia, kila mmoja akifanya hiyo role, tafsiri yake ni kwamba basi overall performance kwenye system itakuwa inakwenda vizuri. Ikidelay hiyo, maana yake pia watumishi wanakuwa wanalala kwenye kuripoti, kwa sababu hakuna mtu ambaye anawa-monitor kwenye hilo. So ili uweze kuwa monitor, cha kwanza unaweza ukaangalia performance ya section yako au performance ya sehemu yako au workstation. Ambapo kufanya hivyo unakwenda kwenye button imeandikwa section weekly performance. Section imeandikwa section weekly performance, lakini in fact ukibonyeza hapa unakutana na zile taski zako zote. Kwa mfano kwa wale ambao wako kwenye level ya makao makuu, hapa utakutana na target, utakutana na activities zako zote ambazo ulikuwa umezitengeneza, alafu utaona expected percentage. Expected percentage ni kwamba ulivyo set kule utaanza lini, utakamilisha lini. Mfumo unasema as less, wewe unapoangalia ilitegemea uwe umefikia asilimia ngapi. Na hapa inakupa actual progress. Actual progress itakupa namba, lakini pia itakupa hizi color codes. Color codes zinamaanisha ikiwa green, either unakuwa umefikia yale matarajio au umezidi. Ndio utakuta hapa kuna green. Kwa mfano hapa expected ilikuwa 29, actual performance ni 80, kwa amezidi. Utakuta kuna nyingine inakuwa ina yellow. Yellow maana yake bado uko nyuma. Bado uko nyuma ya kile ambapo mfumo ulikuwa unakutarajia, lakini deviation kati ya kile ambacho ulikuwa unatarajiwa na kile ambacho umekifanya inakuwa sio kubwa sana, hauja deviate sana. Ndio utakuta inakupa kama warning yellow color. Lakini kuna red. Red sasa yenyewe ni actually umechelewa sana. Umechelewa sana kwa sababu mfumo ulikuwa unakutegemea wewe una 58, so far wewe uko kwenye 20. Kwa hiyo deviation ni kubwa sana from what ilikuwa expected. Hiyo ni moja. Sasa ukumbuke kwa wale ambao kwenye level ya makao makuu, ukiwa una activity kwa wale wa manager au kama ni head of unit, utakuwa hapa una target umezishare kwa watu, umeassign. Hapa wewe huwezi kujua nani amefanya hivi, nani amekufikisha upate maybe red hapa. Then unachokifanya unakwenda sehemu imeandikwa reports. Huko kwenye mfumo upande wa kushoto chini kabisa pale kuna button imeandikwa report. Ukibonyeza hiyo button ya kuandikwa report, utakuta imefunguka dashboard ya namna hii. Kwa hiyo angalau unatakiwa uone kitu kimeandikwa employee assessment report, uone sehemu imeandikwa annual assessment report, uone sehemu imeandikwa employee performance. Hii ni kwa manager, hii ni kwa wote, whether uko kwenye workstation au wewe ni head wa section, head of unit. Hii button kwa level ya head kwa maana ya manager inabidi uione. Sasa unakwenda kwenye employee performance, kwa sababu hapa tunazungumzia mtumishi mmoja mmoja. Unakwenda kwenye employee performance monitoring, ni kumwangalia mtu mmoja mmoja anafanya nini.
kwenye employee performance, ukibonyeza hapa, kwanza utawaona wale watumishi wote ambao unawasimamia wataonekana hapa. Wataonekana kwa maana ya jina, kwanza idadi lazima zilingane na watumishi wako, unajua watumishi wako wako wangapi. Halafu utaona majina yao yako hapa. Utaona vyeo vyao. Utaona kama ni wa workstation, kweli hapa itasoma workstation yako. Kama ni wale wa department, anafall kwenye department gani, section gani yupo exactly. Alafu utaona task alizokuwa assigned, alafu utaona na progress ambayo amefikia mpaka siku hiyo wewe unaangalia. Sasa ukienda baada ya kuona hapa, utaweza ukajua kwenye details, hii button imeandikwa actions. Utaangalia, utabonyeza hiyo, utamuona kila mtumishi. Kwa mfano hapa individual staff, utamuona zile kazi zake 19 alizopangiwa ni zipi exactly, na kila moja ameperform vipi. Kwa utaziona zile subtask alizozitengeneza kwenye kila kazi, na utaona performance yake so far kwa kila subtask. Na hapa utakuta zina display, mfumo uliotengenezwa na display 5 out of ile zilizopo. Hapa ina display 5 kati ya 19. Bado unaweza ukaongeza hapa upana ili uzione zote. Kwa ujibonyeza hapo uzione zote kwa pamoja. Hapa utabonyeza hapo utaziona zote kwa pamoja katika zile 19 ambazo tulitegemea huyu mtumishi amezifanya, kila moja performance yake ikoje. Kwa hiyo hii inakusaidia kujua kwenye kila individual staff ana score ya ngapi na exactly kwenye kazi zipi anafanya vizuri au hafanyi vizuri. So kama tutakuwa linafanyika hili mara kwa mara, hatutegemei kukuta kuna watumishi wana low performance. Kwa mfano wengine sasa hivi mpaka sasa hivi bado wana 0. Ina demonstrate ni kwamba ni kama watu wanajifanyia tu, yani kama hakuna supervision, hakuna kitu chochote. So nafikiri hii module ikitumika vizuri itasaidia sana kupunguza wale watumishi ambao performance yao kwenye mfumo so far hairidhishi sana. Lakini pia itasaidia kama taasisi kufanya vizuri. We don't know lini watasample na kuchukua zile taasisi ambazo hazifanyi vizuri. Kwa kufuatilia utaratibu, kwa mfano ukiangalia sasa hivi taasisi nyingi zilipaswa ziwe zimefika 70% and above kama utaenda kwa kawaida, kwa sababu almost tunaenda kumaliza kota ya 3. Kwa katika normal utendaji wa kawaida tulitegemea angalau nyingi ziwe zina 70 na kwenda juu, lakini bado nakwambia unakuta watu kwenye 50 huko wanacheza. So ni kwa nini? Kwa sababu unakuta watumishi wengi ukifuatilia mmoja wengi hawajafika hata 50%. So natumaini hii video itasaidia na tunatarajia kuona performance ikiimprove kwenye mfumo wa PEPMIS kuanzia wiki hii na kuendelea. Asanteni sana.